Kadri umeendelea kukua katika ufunuo tunaoita ni nani injili zinazungumzia, ukitambua kwamba mwisho wa nyakati hauhusu injili ya Mathayo pekee, bali kwamba wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza, kwamba Mathayo, Marko, Luka katika injili za sinoptiki mwishoni mwa nyakati inachezwa kwanza Luka, kisha Marko, halafu Mathayo, ikifunua unyakuo kabla ya dhiki katika Luka, katikati ya dhiki katika Marko na baada ya dhiki katika Mathayo, na yote haya yanapatikana katika tofauti zilizopo ndani ya injili zao. Basi hebu nikuonyeshe kipande kingine kizuri cha maarifa. Katika Luka sura ya 5, Marko sura ya 1 na Mathayo sura ya 4 tunaona hadithi ya Yesu akiwakusanya wanafunzi wake kwake. Lakini je, unajua kwamba kuna ufunuo wa kinabii ndani ya hiyo hadithi? Je, unajua kwamba katika mwisho wa nyakati kuna makundi matatu ya mabaki ya watendakazi? Kuna mabaki kutoka kwa bibi harusi wa Kristo ambao watabaki na kumtumikia Bwana wakati wa mihuri. Mwisho wa mihuri kuna mabaki kutoka kwa kanisa na wote waliokuja wakati wa kundi kubwa la katikati ya dhiki, na hao ni wale 144,000 ambao watafanya kazi wakati wa hukumu za tarumbeta. Na mwishoni mwa miaka 14 ya dhiki kuna viongozi wa makabila 12 ambao watatoka wakati wa utawala wa milenia ili kufundisha njia za Bwana. Kuna makundi matatu mahasusi katika injili za muktasari za Luka, Marko na Mathayo. Basi hicho ndicho tunachokiona kwenye picha hii ya Yesu akiwakusanya wanafunzi wake. Na unajua, ni katika injili ya Luka pekee ambapo inasema walipata samaki wengi sana katika Luka sura ya 5. Lakini huoni kundi kubwa katika Marko wala huioni katika Mathayo. Na unataka kujua kwa nini? Kwa sababu kundi la kinabii lililobaki kutoka kabla ya dhiki kuu litaendelea kubaki kumtumikia Bwana wakati wa mihuri, na wao ndio watakaoleta unyakuo wa kundi kubwa katikati ya dhiki. Unaona, hao ndio wanaofanya kazi wakati wa mihuri ili kuleta lile kundi kubwa, na ni katika Luka sura ya 5 pekee ambapo tunaona walipata samaki wengi sana, na Yesu anasema nitawafundisha kuwa wavuvi wa watu, na ni katika Luka pekee ambapo kuna lile kundi kubwa. Ni kwa sababu katika unabii tofauti hiyo inawafichua wale watakaomtumikia Bwana kama wanafunzi wake wakati wa mihuri, ili kuwaleta umati mkubwa wa makabila ya katikati mbele ya kundi la wafanyakazi wa Marko na kisha kundi la wafanyakazi wa Mathayo mwishoni. Naomba hii kubariki. Tutazungumza nayo hivi karibuni. Kwaheri kwa sasa.